Tulipopanga operation ya katiba mpya Free Tundu Lissu na tukatangaza hapa ratiba ya operation, tulisema kwamba tunakwenda kufanya uzinduzi wa kitaifa Katoro, kanda ya Victoria, mkoa wa Geita. Na baada ya uzinduzi wa kitaifa tukasema tutakwenda kanda kwa kanda. Kwa tulipopanga ratiba ya uzinduzi Katoro, zipo kanda ambazo zilishaanza mikutano kabla hata ya uzinduzi wa kitaifa operation. Tulipopanga ratiba ya Katoro, katibu mkuu nikatoa wito tu kwa kanda zote katika ile siku ya uzinduzi wa mikutano ya taifa ya Katoro Geita, kanda ya Victoria, kanda zote zisitishe mikutano maeneo mengine, na kadiri inavyowezekana wenye viti wote wa kanda na viongozi wengine kadiri uwezo watakaojaliwa wafike Katoro kwenye uzinduzi wa kitaifa. Wakati hili linaendelea, kati ya kanda ambazo zilikuwa zinaendelea na ziara ni kanda ya Nyasa, ambapo Joseph Mbilinyi ambaye ni mwenyekiti wa kanda pale alikuwa anaendelea na ziara katika mikoa mbalimbali. Wakasitisha ziara, wakajiunga kwenye uzinduzi. Baada ya uzinduzi tuliofanya Katoro, tukaendelea na msafara operation tukiwa tuna timu moja na msafara mmoja, mpaka baadaye makamu mwenyekiti wa chama akapata safari ya kwenda nje, Mheshimiwa John Heche, na tukaongoza hiyo timu mpaka tukafika Arusha, tukamaliza operation ya awamu ya kwanza. Tulipomaliza operation ya awamu ya kwanza Dodoma, watu tunaopambana nao wakataka kujaribu kujibu ukubwa wa operation tunaoendelea nayo kwa kutengeneza misafara miwili ya ziara ya chama hicho. Na sisi kimsingi tukashauriana na tukatoa baraka tu kwamba maeneo mengine yanaweza kuendelea na mikutano wakati operation ya kitaifa ikiendelea. Sasa kule kanda ya kati tulikuwa tumemkabidhi jukumu kwa azimio la kamati kuu ambalo nilitangaza hapa, Mheshimiwa mpambanaji Godbless Lema na mpambanaji Salma Kasanzu kwa wasimamizi wa kanda ya kati. Walikuwa wamepanga ratiba ya mikutano kule Morogoro, na wakawepo kule Morogoro na wakaalikana wenye viti wa kanda kushiriki hiyo operation. Kwa ndio sababu mwenyekiti wa Pwani akaenda Morogoro Turiani na mwenyekiti wa Nyasa. Sasa kuhusu mwenyekiti wa Nyasa mahususi, kwa nafasi ya mtendaji vile vile nilizungumza na Joseph Mbilinyi mpambanaji kumuuliza kwamba bana, msafara unakwenda kwenye kanda yako, unajoin katika hatua ipi? Na akawa ameeleza kwamba yeye kwa sababu alifanya ziara awamu ya kwanza kanda ya Nyasa, tukaisitisha ziara aliyokuwa nayo akashiriki Katoro. Aliona kwamba timu iliyokuwa inakwenda Nyasa inaweza kuendelea mapambano Nyasa bila uwepo wake, na yeye kwa sababu amealikwa Morogoro na kushiriki operation, basi atakwenda kushiriki Morogoro. Kwa hiyo hayo ndio maelezo ambayo Joseph Mbilinyi alinipa juu ya sababu ya kuwa Morogoro na kutokuwepo Nyasa.